Karibu sana mtazamaji wangu wa Star Africa TV. Mara nyingi tunakuambia hapa ndio burudani tosha. Jina langu ni Gasheri binti ya Mfalme. Karibu sana katika kuvunjika kwa mwiko. Na leo niko na mgeni wangu. Wanasema mara nyingi ukistaajabu ya Musa utaona ya nani? Sielewi vizuri, lakini pale Mathare paliondokea mtu mmoja mlevi, alihubiria watu, hata si kuhubiri kabisa, alifufua mtu na watu wakashangaa, kwani huyu jamaa ametumia nini na ni mlevi tu na amefufua watu. Leo ako hapa katika studio zetu za Star Africa TV, atakuwa anatuambia historia yake, atakuwa ametuambia mwiko wake ulivunjikia wapi na kisha aliweza vipi kukanyanga lami. Karibu sana. Asante sana. Asante. Mungu akubariki sana. Amen. Pia na mimi naheshimika kukaribishwa katika studio hizi za Star Africa TV. Kwa majina mimi naitwa Apostle Peter Kuloba, mchungaji wa kanisa Love and Truth Mission of Kenya. Kwa neema Mungu alinifanya mchungaji. Asante. Apostle Peter, mimi nimekujua kutokana na hicho kisa chako cha ulevi, ulifufua mtu, sijui nini, ilikuwa vipi? Ilikuwa ni miaka kama 20 hivi imepita nyuma, ambapo nilikuwa tu mtu wa kawaida. Na si wa kawaida tu, labda mtu wa tofauti sana kwa sababu ya maisha yale ya kule nje. Kwa sababu unajua kabla hujaokoka kuna vitu nyingi mwanadamu hupitia. So kwa habari ya hiyo kisa ambacho umeuliza, mimi ilikuwa ni siku ya Jumapili mwaka wa 1998 na pale Mathare, ambapo nimelelewa pale, nimeishi pale. So siku moja kulikuwa na rafiki yangu jirani, alikuwa na hoteli na alikuwa anapika mandazi. So alikuwa mara mingi anapenda kunipatia mandazi ya bure. Ukiwa mlevi? Nikiwa mlevi nakuja ananipatia mandazi na kula. So siku moja nikawa na saa moja hivi ya jioni, narejea nyumbani, kufika pale nikapata watu wanasema amekufa. Sasa nikashindwa nini imehappen na rafiki yangu mkubwa akufe. Kuingia kwa nyuma nikapata amelazwa. Kwa kweli alikuwa hapumui, amenyamaza. Sasa nikakasirika na nimelewa. Nikaambia wenyeji wa hiyo nyumba, mnyamaze niombee rafiki yangu, kwa sababu akikufa kabisa nani atanipa mandazi? Hakuna. Na ule kushangaza ule ndugu alikuwa Muislamu. Sasa ikafika wakati nilikuwa mtu wa furugu kidogo. Sasa wakasema huyu mtu amelewa. Wale vijana wa mtaani. Na ni mtu wa furugu. Si muache tu afanye chenye anafanya aende. Basi wakanyamaza. Waliponyamaza nikafanya ibada ya mtu ambaye amelewa sasa. Nikasema Mungu, unajua huyu ndugu ananipatianga mandazi, ninakula. Na sasa akikufa nani atanipatia mandazi? Muponye. Kisha ndugu akakohoa, akarudi hai na akaambia watu nipeleke hospitali. So hiyo kisa ilikuwa hivyo, na ndio ilikuwa siku ya wokovu wangu. Ndio siku sana nikuja nikaokoka. Ilikuwa sasa turning point. Paka leo hivi tunavyoongea. Yes. Asante sana Apostle. Lakini kabla, ulizaliwa wapi, ulilelewa wapi? Unajua nimeguzia hiyo kidogo sababu mimi nilikujua kutokana na hiyo historia. So maisha yangu yamekuwa si ya mahali pamoja. Mimi kama tungelifuata kabisa kanuni za Kiafrika, labda mimi nizaliwa kuwa mtoto wa katika urafiki tu. Kwa maana mama yangu aliposhikamana na mzee mmoja Nairobi, nikazaliwa, lakini hawakuishi katika ndoa. So ndipo zaliwa, mama akapata mzee mwingine. Alipopata mzee mwingine wakaenda sehemu za huko Western. Walipoenda sehemu za Western na mimi nikachukuliwa na aunti yangu, ambapo aunti yangu huyo ni mkubwa wa mama yangu. Yeye alikuwa ameolewa, anaishi Mathare na kazini zangu sasa. So hapo nilikaa kwa muda kwa sababu nilikuwa na miaka kama 7 mpaka 8 hivi. Nikakaa na huyo aunti yangu, maisha ilikuwa ngumu sana pale nyumbani. Kwa maana alikuwa pia mtu wa chini. Alikuwa mtu anategemea kufua, bibarua ndio tuishi. Na unajua mtoto wote amezaliwa mjini, tunasemanga watoto ni wajanja. Bondao. So ikafika wakati nilipofikisha miaka inaelekea nikiwa sasa darasa la ngapi, la 4. Maisha yakazidi kuwa ngumu. Ikawa iko ngumu kabisa kiwango kwamba kukula kwenyewe ni shida.
kama hatujaenda zile soko za karibu tunaokota hizo labda avocado funjika, maisha kama hayo na nyanya. Hiyo ni kama ndio ilifanya sasa nione na sasa 5. Then nikatoka pale nyumbani nikaanza maisha ya mitaani tu, kutembea, kufanyia watu vibarua, mtu akiwa anataka mbebea kama msiko unambebea. Lakini katika kushikamana na hiyo maisha nilienda nikiendanga. Kwa hivyo kabisa si kurudi nyuma sasa. So maisha ikawa ndio hiyo. Ikafika wakati ikawa nimeshikamana na wenyeji wa mtaani. Wenyeji watu wanawaita chokora. Mimi wasipendi kuwaita hivyo kwa sababu nilichunguza nikajua dada yetu nje kwamba kwa watu wa kwa street leo sio chokora vile mnawaita. Kuna sababu, na katika hii kipindi yetu tunapoendelea mbele nitakuja nikupatia sababu nyingi tu za kufanya watu wakue katika street, za kufanya watu wajiuze, za kufanya watu wakae katika jera ambazo kama tungezifuatilia vizuri tungeepuka. So nilipoendelea na hiyo maisha kwa muda wa mwaka 1 na miezi 9 ama mwaka 1 na miaka 2 na miezi 4 hivi. So baadaye nikiwa pale kwa street kulipita mtu mmoja. Huyo mtu akaniangalia akaniuliza unafanya nini hapa? Ngoja nikukate kidogo. Nikumaanisha kuwa umebeba zile ngunia? Sikubeba gunia, lakini nilikuwa mchafu wa kweli. Na tena sikufuta gamu. Ndio maana nimekwambia street boy wako na vitengo tofauti. Si wote wanahusika na mambo vile watu wanafikiria. Wengine wameenda pale labda kutafuta usingizi. Mtu ana mahali pa kulala, akatafuta tunasema base, shimo yako, mahali ya kulala. Asubuhi unaamkia shughuli zako. But life, maisha ilikuwa ngumu sana dada. Ilikuwa ngumu. Na hapo ndipo nilikuja nikajua kwa nini Mungu alinispare alafu akuja kuniokoa. Yeah. Kwa hivyo after miaka 2 na miezi 4 hivi. So after hiyo huyo ndugu alikuwa Muluya, namkumbuka sana rafiki huyo wangu. Anaitwa Salim. Ni Muislamu bado. Ndugu anaongea tu pole pole hivi. So akakuja akanichukua pale. Aliponichukua pale akanipeleka kwake nyumbani. Nilipofika kwake nyumbani nikapata mazingira ni mazuri. Na inapendeza. Sasa umetoka base. Nimetoka base sasa nimekuja nyumbani. Na akawa mpenda amani. Tena chenye nataka ninakula. Lakini sikujua kazi zake. Sikujua nini? Kazi zake. Lakini unakula. Lakini nakula vizuri. Yaani nasikia sasa ni kama Mungu amenikumbuka kidogo niko nyumbani. So ikawa kuna ikifika kipindi fulani kuna watu wanakuja huko nyumbani. Wanakaa wakiingia ananipa pesa niende movie. Anasema chukua pesa ya soda, chukua pesa ya movie, uenda kwa movie. Sasa baadaye ndio nikuja nikajua ni kwa nini alikuwa ananiambia nitoke. Kumbe ile timu ambayo alikuwa nayo ilikuwa ni timu wanapanga ni watu wa kuhusika na mambo ya wizi. So tulikaa naye kwa muda. Baadaye nikaanza kumhoji tu. Nikamwambia wewe uko smart. Maisha yako iko sawa. Kwani unashughulikanga na nini? Akaniambia mimi huwa nafanya kazi naitiwa contract, naitiwa kazi. Nikienda napiga kazi mwezi moja, alafu hata nikikaa miezi zingine 6. Hiyo mwezi moja inalipa. Inalipa. Hata kama niyo dadangu si ungetamani kufanya kazi. Na napendi maisha kama hayo. So nikaendelea. Ikafikia wakati siku moja akakuja akaniambia kuna mzigo italetwa na hiyo mzigo ikiletwa nikiwa niiweke vizuri, yani kwa maficho. So siku moja kweli ikaletwa hiyo mzigo baka fulani. Na mwenye alileta akasema hiyo baka weka lakini usifungue. Sasa katika tabia za binadamu usiwahi mwambie usifanye hii kitu. Jua atafanya tu. Sasa ndio sasa utakuwa umempatia hamu ya kutamani ajue ni nini kwa hapo ndani. So alipoleta hiyo mzigo nikakaa kitu kama masaa mawili hivi. Baadaye nikaenda kuangalia nikaona ni pastor. Na mimi nikafunga nikarudisha nikaweka. So alipokuja hawa watu ni waelevu sana. Aliangalia tu akajua lazima kuna kitu labda nimehusika. Sasa ndipo akaniita akaniambia mimi ufanya missions. Na missions zenye mimi nafanya tunataketiwa kama kuna mali kuna pesa. Wanaenda tu wanachukua pesa kwa usalama. Hakuna chochote ambacho wanahusika nayo. Na inaendaje? Akaniambia ufanya na watu wakubwa. Lakini hakuwataja. Sasa mimi sasa nikawa nimejua siri. Na akawa sasa nafanya tu wanakuja wanapanga hata sasa sipewi pesa ya kuenda movie. Hata inaweza kaa wanapanga So ikafikia wakati mmoja akasema nataka nikufunze hii kazi. Hii kazi inalipa. Sasa akawa ananichukua ananifanyisha kazi ndogo ndogo.
Kazi dogo ni kama gani? Tunatolewa, tulikuwa tunaishi Mathare chini, tunaenda pale Senti. Zamani kulikuwa na vibanda zimejengwa za mboga pale kando. Tunakaa pale. Hapo Senti. Yeah. Sasa tunategea watu wale wanachelewa wale nini. Yeye anasema enda niletee pesa kwa hiyo mfuko. Jesus. Ninaenda. Sasa nayo kutrain kazi yenyewe si ni ngumu. Tukifanya hivyo, huyo mtu labda kama amepora, sisi tunarudi base. Yeye anaenda anakusanya, maultimeni wengi wanakuja. Tunakimbizwa. Unaweza pata nimeanguka zaidi ya mara 10. Yaani lakini akobamba tubamba na mimi. Naanguka ananiamsha twende. Lakini ninalia, nasema nitakufa. Na wasiwasi pia. So ilienda ikafika wakati nikazoea maisha. Dada yangu ikawa sasa mimi ni mmoja miongoni mwa wafanyakazi. Sasa wewe ni mwizi. Ni mwizi. Nilichapa kazi hiyo kwa muda unaelekea miaka 6 hivi. Na wakati ulikuwa unaingia sasa hiyo mission ulikuwa na miaka mingapi? Sasa nikiingia katika hiyo mission kwa sababu nafikiri sasa hiyo ilikuwa miaka 18 ikielekea 19. 18 ikielekea 19. So nikafanya na kweli ikafanya, lakini sasa ilikuja kaingia dosari. Ikafika nyakati sasa serikali ikawa kali. Na miaka 6 si mchezo. Si mchezo. Katika miaka 9 nilipoteza timu ya watu mara 3. Watu 8, 9 wakivamiwa. Tukienda sasa, unajua mimi ni mdogo. Tunaweza enda mahali nyinyi mkamatwe. Na hata mimi sitakamatwa kwa sababu nikiepa nitaepa nizunguke tu nisimame nyuma ya watu. Okay. So nilishuhudia maafa makubwa. Sasa ikafika wakati nikawa nimeingiwa na roho mbaya. Nikawa sisikii kukaa na watu, sitaki kujipishwa na mtu, kuniongelesha vibaya ni vita. So ikawa ndio maisha katikati ya wanadamu, nikaonekana kama mtu si wa kawaida. So ukakuwa tu ni mtu wa vurugu kila wakati. Mtu wa vurugu. Nikatengwa. Na huu wakati wote anti yako ako wapi? Wakati wote sasa anti yangu yuko. Na huyo anti yangu akiwa yuko kuna kajina fulani amenipatia. Sababu sasa tumetokanwa kabisa. Anti yangu mimi alikuwa ananiita shetani. Hata akiuliza mtu anamuuliza ule shetani umemuona? Kwa sababu tabia zimebadilika, umemwaibisha. Nimemwaibisha. Na unajua sasa maadili nimevunja. Unaona hata yeye mwenyewe akikaa vibaya na shilingi yake inaipitia. Kwa hivyo inabidi nikionekana mitaa ya kwake akae pale nyumbani achunge, akae macho kabisa. So maisha ilikuwa hivyo. Na mama nyumbani alijua? Mama alijua. Watu walimpelekea habari kabisa, wakamwambia tengeneza kaburi. Unajua hata nikwambia dada yangu. Mtu mhalifu kaburi lake linalimwa kabla hajafa. Na ukitaka kujua, hebu mtoe mwizi hapa Nairobi mwenye aliuao mpeleke kwao. Mkifika tu unasikia mzazi anasema tuzike hapa. Alijuaje kama mtu atakuja na azikwe pale? Lakini mtu kama ni mwema tumpeleka nyumbani, watu hata wanakosana wanashindwa atamzika wapi. Wanaanza huyu, yani wanampenda. Lakini mtu mhalifu anachukiwa akiwa hai na anachukiwa kaburi lake litakuwa lishaonyeshwa. So mama aliishi akiwa na shida. Nuku moja tu alienda kaambia mama hiyo habari. Kamwambia mtoto wako wewe ngojea kumzika. Na kila mara kulipotokea maafa ya vifo vya majambazi alikuwa anapigiwa simu anasema leo hayuko. Kwa hivyo alizidi, yani shida yake ilizidi kuongezeka. Akagonjeka sana mara kwa mara. Lakini mshukuru Mungu mwenye alipeleka habari kwamba nitapelekwa nikiwa maiti. Dakika ya mwisho ndiye alipeleka habari kwamba ameniacha nikihubiri injili. Yeye tu. Kwa maana ni jirani. Kwa hivyo waliokudharau. Na pia fare mama akuje kuniona ukihubiri. Nikihubiri. Kwa sababu nilihubiri sana injili Mathare. Na akakuja, kwanza alipata tukiwa na crusade kubwa sana. Kuna mahali palikuwa anaitwa kona mbaya. Sasa hivi tunapaita kona mzuri. Baada ya kuhubiri injili na maeneo kubadilika. Kwa hivyo hiyo ndiyo ilikuwa historia yangu fupi ya maisha. Sasa tukikuja sasa umekaa katika hizi marafiki zako wameenda mkienda mission, huyu ameuliwa, mwingine pia ameuliwa, unakaa chini saa zingine pia unashuhudia mwingine akiuliwa kabisa. Wengine wameenda kwa jela. Hiyo kitu iko inakuaffect, unaona utabadilika. Yani na master pia. Unajua vile kitu inafanyika katika sekta yote ya kikazi tuiita, kwa maana hiyo ni kazi ya watu na wanaifanya. Ukifuatilia wengine ndio wamesomesha na watoto wao, ijapo ni mbaya. Sawa sawa. Lakini kupata ajali katika kazi haimaanishi kazi haitafanyika. Itaendelea tu. Sitaendelea hivi nikuulize. Ukipata ajali na gari, ndio itakuwa mwisho wa kupanda gari? Ikiua rafiki yako wewe,
Gari inagonga rafiki yako inamuua na unaipanda kuenda mazishi yake. Hata ndio itanipeleka nyumbani na impeleke mochari. So maisha iko hivyo. Maskini. Hivyo ndivyo ilikuwa. Na Mungu akakuja akanionekania, dada yangu akaniokoa na akanisimamisha. Ijapo pia katika wokovu kuna changamoto, lakini mimi nilikuwa nishapitia mambo nikazoea. Kwa hivyo ule mtaa wa Mathare, wewe ulikuwa unajulikana pita. Hata leo. Sasa uzuri wa leo, mtaa wa Mathare ukiuliza Pastor Peter. Mtaa uliongeza jina ukatoa shetani. Inakuanga hivyo. Inakuanga yes, shetani kazi moja ufanya kwa binadamu. Bible inasema alikuja kuua, kuchafua na kuharibu. So akipata anaitwa tuseme Njeri, Wamboi. Anakuja anatoa Wamboi, anaweka kahaba. Ni kweli. Sasa watu wakikutafuta anauliza Njeri kahaba. Naye Yesu akirudi sasa anafuta hiyo kahaba, anaweka jina ingine, hata anaweza kuita mwinjilisti Njeri. Ni kweli. Kajina kazuri Kenya hata ukanafanya ukue maarufu. So Yesu akifuta mwizi, Yesu akifuta mtu msumbufu, anaweka jina ingine mzuri ambayo itafanya akili za watu wasahau lile jina la kwanza. Huyo ndiye anaitwa Mungu. So turning point yako ilikuwa wapi? Turning point yangu sasa ilikuwa hivi kwamba watu wasichukie watu. Unaelewa? Na maanisha hivi, ushakuwa mwizi, kila mtu amekujua kijiji mzima, umeibika, mama amegonjeka huko nyumbani, ulibadilika vipi? Sasa hiyo ndio swala ambalo wakati mwingine lina utata kidogo. Na hapo ndipo tulikuja kuna andiko nilisoma katika Matendo ya Mitume 28 from verse 1. Paulo anasema na tulipookoka ndio tulijua hiyo kisima kinaitwa Mereti. Unaelewa sasa? Tulipookoka. Kuna vitu usipookoka huwezi vijua. Ni kweli. Mimi sikuhubiriwa na mtu niokoke. Sikuhubiriwa. Lakini hata nikiwa katika tabia za dunia nilikuwa napenda watu wa Mungu. Okay, nilikuwa na ule umungu kidogo tu, nikiona crusade inasimama, lakini kitu nilipuuza sana ni roho watu wanaanguka. Hiyo ndio nilikuwa naona kabisa hapana. Siwezi anguka. Lakini unaona nakwambia nilipoombewa nilianguka. Kutoka saa 8 mpaka saa 2 asubuhi. Kwa hivyo Mungu alikuja akadhihirisha na mimi mwenyewe nishuhudie. Ya kwamba hazikuangi watu kusukumwa, haikuangi watu kupanga, inakuanga nguvu za Mungu zinashukia watu. So hiyo ndivyo ilikuwa. Nilipofikia hiyo vile wameniuliza, sikuanza kuokoka, sikuhubiriwa kuokoka. Wokovu niliupatana nao mimi vyenye unaweza tembea upatane na kitu. Kweli. Yaani umetoka kwako upate pesa imeanguka kwa njia wokote. It was like that. Even ndio maisha ili change siku moja tu. Na ukaamua wewe. Na nikaamua mpaka leo. Leo mimi ni baba watoto 3. Na ukaamua no turning back. Mrembo sana. Mrembo kweli, ukimuona utafurahi. Mrs. Peter tunakuheshimu sana. Sasa Apostle, haukuangalia nyuma hata kidogo? Sikuangalia nyuma kwa sababu nyuma nilikuwa nimemalizana nayo. In otherwise ama katika njia nyingine mimi husema niliishi maisha yangu yenye nilipewa na Mungu ikaisha. So siku nilipatana na Yesu ndio siku nilikuwa supposed kukufa. Kwa hivyo nasemaje, kutoka siku niliokoka siishi maisha yangu. Yangu iliisha huko nyuma. Sasa being a firstborn, ulikuwa na kama unaweka picha gani kwa hao watoto wengine wenyu? Sikuona. Wala nataka nikwambie shetani katika Wakorintho wa 2:4 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema kama nuru hii imestirika. Unaelewa? Kama hii nuru ya Injili imestirika. Imestirika kwa wale ambao wamepofushwa macho na Mungu wa dunia hii. Ili wasione nuru ya kweli. So mtu akiwa duniani hajaokoka, dada yangu, ni kipofu. Haoni kabisa. Hata ufikiri. Maisha ni yako binafsi. Unapambana na wewe tu uone leo umefaulu, umefanikiwa. Hii nyingine unafikiria nini? Hakuna. Kila mtu ana yake. Lakini Yesu anapoingia katika maisha yako anakufanya ufikirie na wengine pia. Ni ukweli. Ukule na wengine pia. Yeah. Mtazamaji wangu, Apostle Peter hapo amekuelezea safari yake ilikuwa vipi. Mimi nilishangaa sana kumuona sababu sikutarajia atatuambia historia yake vivyo. Nimejua leo alikuwa firstborn na hata hakutamani kujua ndugu zake ama dada zake wanaendeleaje. Tena
tena si kawaida mzazi kushinda tu akigonjeka sababu yako umekosa kwenda nyumbani. Saa zingine mzazi anasikia unafanya tabia Nairobi, sijui uko Mombasa, uko mtaa gani, tabia tu unafanya tabia zenye hazifurahishi mzazi wako ijapokuwa alikulea vizuri, lakini wewe mwenyewe hauelewi. Nimekwambia tu ni hapa hapa kwa kuvunjika kwa mwiko ambao tutaelimishana, tunjajarushane na tuelezane kwa uwazi vipi tutabadilisha jamii yetu. Tukiwa na swali yote kwa Pastor Peter, tuma SMS yako kwa 0720590012 na atakuwa najibu maswali yako. Pia ingia pale Facebook. Kama unataka kuwa mgeni wangu, ndakuita hapa tu kwa kuvunjika kwa mwiko, anzia na neno my story. Nitapata udescribe tu kidogo, nitapata hapo na kisha utakuwa mgeni wangu hii before Christmas ama msimu huu wa Christmas ambao tukirudi Apostle Peter atakuwa anatuelezea mambo mengi zaidi na zaidi na zaidi right after the break. You are watching Star Africa Television. Entertainment at its best. Kutoka Meru hadi Nakuru, tunatamba. Nyeri hadi Nanyuki, tunavuka. Machakos hadi Kajiado, tunasikika. Nairobi hadi Mombasa, tunatia fora. Star Africa TV. Entertainment at its best. I'm a now, give her the time, so of course I know, say me go give her the wine. Now she say, oh, me is a one of a kind, and that's how she became mine. And see you people like open up. Anyway you walk your thing loud like a sign to a love. Coloring the slide. Need some eye job. Nowadays me have the ganja up on my phone. Just deliver me a pound of homegrown. Any type of herb where you want you can get. Coconut, why down to custard? I got sense in me every breakfast. Load the calabash for me neighbor. You are watching Star Africa Television. Entertainment at its best. Basi tena tunamshukuru Mungu. After break tunarudi tena. Kama nilivyosema naitwa Apostle Peter Kuloba. Mungu ameniokoa. Ijapo umesikia historia yangu, watu hubadilika. So inakaribisha mtazamaji wetu wa Star Africa TV, popote unatazama, uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe mtoto, TV hii ina mambo mazuri. Na watu wamefaidika kutokana na Star Africa TV na vipindi zenye zinaletwa. Pia mimi nilipatikana venye ungepatikana leo. Nisikize venye unasikiza leo. Na mimi nikapenda Star TV, nikatembea kwa studio zao walipo nikaribisha, nikasema nitafungua moyo wangu. Kwa sababu pale nje kuna kijana labda anasema hawezi badilika. Pale kuna mzee, mimi sasa ni mzee. Si kijana tena. Kwa maana baba watoto watatu, miaka inaingia 40, basi nimeshazeeka. Kwa hivyo na wazee pia, tukuje pamoja tusemezane, tujue shida iko wapi katika jamii zetu. So hii mambo yote mara unaweza ipata kukuelimiza, kushauriana, kuongea, inapatikana katika Star Africa TV. Na hivi karibuni tunakuja na vitu vizuri ambavyo kwa kweli kama utapata muda vitafaidi maisha yako. Asante. Asante sana Apostle. Karibu sana mtazamaji wangu tena. Apostle atakuwa ametueleza maisha yake yenye alikuwa nakaa. Sasa hakai maisha yake yamebadilika na hajakaa tu pale pale. Ndio maana nakwambianga mara nyingi, kanyanga lami, ongea, fungua roho yako. Ni kweli Apostle, sababu kama ufungui roho yako hakuna vile utasaidia mwenzako. Na pia hapa Apostle atakuwa anatuelezea mambo mengi. Kati ya mambo hayo atakuwa anatuelezea kuhusu ndoa. Tutajuaje hii ndoa imeunganishwa na Mungu ama tutajuaje hii ndoa imeunganishwa na shetani? Hizi ndoa za shetani na Mungu huwa zinakaa vipi? Na pia atakuwa anatuelezea ni after kupitia hayo yote aliamua kukaa maisha gani. Apostle. Asante. Basi, yes. Sasa umebadilika, umekuwa kiumbe kipya, kila mtu ameacha kukuita sasa ule shetani. Umekuwa Apostle. Basi baada ya kuokoka, sasa nimeokoka, tumevuka sasa. Umevuka boda. Ndio tuko ngambo ya pili. Hiyo usiku sasa nimeokoka. Kazini yangu kwa maana ndio ameniombea wokovu, alienda akaambia anti yangu Peter ameokoka. Asubuhi yake sasa. Kitu anti alimjibu kazini yangu kwa maana ni mchungaji. Alimwambia
nimeishi miaka mingi kukushinda. Sasa naambia mtoto wake. Anaitwa nani? Na ule mtoto ule kazi yangu anaitwa Martin. Yeye ni pastor. Ni mchungaji mzuri sana. Kama siku moja utamhitaji bado nitamleta kama ushahidi. Sasa mama yake akamwambia mtoto wake akasema, mimi nimeishi miaka mingi kwa hii dunia. Vitabu nimevisoma lakini sijasikia shetani ameokoka. Kwa hivyo kula uende, wacha story hiyo. Tena akamuonya akasema, jiangalie, huyo mtu anawazamia huko kanisani mzima. Amejifanya ameokoka ndio akuja kuchukua vitu za kanisani. Na akamwambia kama itatokea hivyo usikuje wakasema sikukwambia. Kama mzazi. Hiyo ndio kauli ambayo ilitoka kwa aunti yangu. Naye kwa sababu Mungu ni tofauti dada yangu. Biblia inasema Paulo alizidi na kutesa kanisa. Na si kanisa peke yake. Alifanya mambo mengi. Lakini ukienda katika Matendo ya Mitume 9 kuanzia 18 inasema na Mungu alimspea Paulo, yani alimtunza ili alibebe jina lake. Unaona matendo ya Mungu? Wewe unaonekana shetani, Mungu anaona kuna nafasi ya kubeba jina lake. Then nilipochukua safari, huyo kazini yangu. Ni kama Mungu alimtumia sana. Akuja kaniambia Peter, nataka nikutoe kwako ukuje uishi na mimi. Nikamwambia takuwaje? Akasema sasa ulishahama hata kwa ule master. Sasa nishahama. Niko kwangu. Sasa akaniambia nihame kwangu tena, niishi kwake kwa upendo tu. Akaniambia mimi nataka tu ukaa karibu. Kama umeokoka, yani alinishukuru. Kama ni ukweli. Ndio, alinionyesha upendo wa kunichanganya kweli. Hata kama ingekuwa kuanguka nirudi nyuma, singeweza, kwa maana huyu jamaa alinipenda, akawa hata ananipa kila kitu nataka. So nikabeba kama mattress kangu, nikahamia kwa kazini yangu. Sasa nilipohamia kwake, tena maisha yakarudi ikawa ngumu. Si nimeshaokoka. Na huko nje unajua nimezoea, najua tunasemanga maisha ya uizi. Wewe unakaa unasikia mfuko yako haina kitu, unasema acha nipike raundi. Nikipiga raundi narudi na nyama. Sasa siwezi enda raundi tena, akaingiwa na roho nyingine. Nikimwambia tu nataka kuona mtu hapa Isili, ananiambia acha nikupeleke. Kwa hivyo hakuniachia nafasi ya kushiriki tena mabaya. Nilipoanza kuingia kwa ushirika wao, akawa ananipendekeza sana kunipatia vitu vya kufanya nijulikane. Kimfano, tukienda crusade ananipa nishuhudie. Akanichukua akaniwa katika timu ya praise and worship. Kule kanisani ikawa kila Sunday lazima nipewe nafasi ya kushuhudia. Kwa hivyo umefungwa kabisa. Nimefungwa kabisa. Kwa hivyo hata nikitoka pale niende, hata wewe mwenyewe unasikia uko sawa, nisimwangushe. So tulikaa tukakaa naye si muda kidogo. Muda mrefu tu. Kuna mahali tulikuja kuachania na kazini yangu. Sasa ikawa mimi nimepewa roho tofauti na yake katika huduma. Kabla mwachane katika ushuhuda, nilikuwa nimeulizia huko Mathare kidogo. Kuna wakati ulipewa ushuhudie watu kwa crusade. Nini ilifanyika huo wakati? Wakati nimeokoka siku ya 3. Wakakuja wakaniambia wameweka crusade mahali tuende. Venye naweza kujia best tuende kwa crusade. Tulipofika kwa hiyo crusade ilikuwa imewekwa kwenye kiwanja yangu. Wakati huo sasa. Ya nimetoka siku 3 nimetoka kwenye kiwanja na vituko vyangu. Sasa na wao wameweka crusade. Kwa hiyo tu kiwanja. Kwa hiyo sasa hapo ndio kwa kweli niliona kidogo huenda kanisa wamekosa hekima. Lakini kumbe ni nguvu za Mungu ziletazo ukombozi. Wakaniambia na unajua sasa wanasifu. Kabla niitwe sasa. Wakasema leo ni siku ya muujiza. Mungu ametenda mambo makubwa. Mathare inachukua new direction. Niko huko. Na hata mimi sijui kama ndio naongelewa juu. Sasa mambo ya ushuhuda nilijulia wapi. Kisha akasema Mungu amedhibitishia watu wa Mathare kwamba anaweza. Sasa tunamleta mtu aliyeonekana wa tofauti katika jamii, msumbufu, mlevi, mfanya vituko, akuja ashuhudie Yesu. Kila mtu unajua hizo sifa kwanza, hizo sifa zinakupa hamu ya kungojea mwenye anakuja. Na hata wenye mpaka wao walikuwa tu zile za kuangalia. Hata mimi nilikuwa katikati, lakini upande wa watu ambao wameokoka. Hata wenye walikuwa kwa baza hapo karibu walitokea. Waone ni nani. Mimi nikaitwa nipande kwa jukwaa. Ukasikia jina yako imetajwa. Ndugu wetu Peter. Sasa walisema tu Peter. Sasa wengine Peter ni wengi. Jamaa kwa bashashi zangu ni Katamba. Kufika juu nisikia nduru huko chini. Kila mtu anapika nduru kivyake.
ilikuwa ni mahali busa inauzwa hivi. Nilimwagiwa busa. Wanawake wanakuja yani kunifanyia mzaha kabisa na wenyeji wa area hiyo wakasema ondoa hii kanisa yenu hapa. Hata ukushuhudia? Hata sikushuhudia. Leo ndio tumejua kanisa ni la uongo. Na kama mnaweza tengeneza ushuhuda wa mtu kama huyu mlete hapa, msiwahi hubiri. Wacha tukufe na pombe yetu. Hawakuamini kabisa. Mkutano iliishia hapa. Tukaenda maeneo mengine, lakini sikumwacha Yesu. Ndugu zangu katika Yesu hawakuniacha. Nikakuwa strong. Na ni kweli nikapata favor, nikawa nafunzwa, nikawa naongeleshwa, ni kama waliona akili yangu ilienda mbaya. Kanzo ningikawa iko juu sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa kwa kasi mno katika wokovu. Nilienda kwa mbio sana katika wokovu. Na wewe mwenyewe ulikuwa umeamua? Na mimi mwenyewe nilikuwa nimeamua. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa hivi Apostle, ukishaamua kitu na roho yako ama mwelekeo, uendelee tu na huo mwelekeo, usiangalie kabisa. Hii jambo nafikiri pia nitaambia watazamaji wetu. Kuna watu huko nje mpaka saa hii wamekosa kupata jawabu ya maisha yao kwa sababu ya uamuzi. Watu wengi hujaribu tu. Unafanya kitu kiwa anasema acha nijaribu, ikiwa mbaya ni wacha. Hata ndoa, leo ndoa nyingi. Ukifuatilia 70% ya ndoa watu wanajaribu. Kweli. Wanafanya nini? Ndio naona mawimbi ikikuja kidogo. Mimi nafundisha watu kanisani. Washirika wangu mimi napenda kuambia nini? Na naulizanga tu swali moja. Umekaa kwa mwanaume miaka 10. Miaka ngapi? 10. Anaamka siku moja anakuambia toka hapo uende. Na wewe unachukua bag yako unaenda. Unaenda wapi? Na umekaa huko miaka 10. Miaka 10. Unafikiri miaka 10 ni mchezo? Si mchezo. Kwa hivyo sisi mara mingi tunajaribu mambo. Lakini kama tungefanya uamuzi leo, hata leo dada yetu uamue leo useme mwaka ujao mwezi wa 8 nitaenda US. Ni kweli. Kitu utafanya ni kuanza kujipanga. US utaenda. Juu nimeamua mimi. Umeamua wewe mwenyewe. Kama mimi hii mambo ya kukuja kwa hii TV yenu. Nilianza miaka 3 imepita huko nyuma. Ninaambia watu mimi nitaenda kwa TV. Maskini. Wananiuliza utaenda kufanya nini kwa TV? Nitaenda. Mimi nasikia tu na mimi siku moja niende kwa TV. Niende nishuhudie vile Mungu amefanya juu ya maisha yangu. Kweli. Kwa maana nimeshuhudia watu katika mikutano tofauti. Lakini sasa nataka hata mwenye kwa nyumba yake ajue Yesu anafanya nini? Anaokoa. Mwaka jana tukiwa Madhari mwezi wa 8. Nikaambia watu siko mbali na TV. Na sasa ndio huyu wewe. Na sasa leo mimi niko katika Star TV. Umeamua. Nimeamua sasa na Mungu ametimiza ndoto yangu. So unaona ilikuwa uamuzi. Ni kweli. Ndio. Kwa hivyo after sasa umeamua ukaibishwa, watu wengi wakaona uwezi wewe uwezi endelea, uwezi kaa katika wokovu. Unajua mara nyingi sisi wanadamu watu tunasema huyo tumempea mwezi mmoja, hiyo tumempea miezi 2, atarudi hapa kwa busa. Haikufanyika hivyo. Haikufanyika hivyo. Kwa nini haikufanyika hivyo? Kuna kitu pia katika watu waliobadilika kufanya na mimi huona kama ni makosa. Sasa ndio sasa nikuambie makosa mahali iko. Nitakupa kisa ilifanya tutengane na kazini yangu. Siku moja nimelala kwa maana niliamua kuomba sana na kukaa kanisani. Mungu akanionyesha hawa watoto wa mtaani. Nikwambia sitaki kuwaita chokora mimi. Mungu akanionyesha wamenyeshiwa mahali wanateseka sana. Juu mimi niko katika department ya outreach. Nikaambia huyo kazi yangu kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatuongoza katika hiyo timu yetu. Nikasema tuende pale, kuna mahali panaitwa Nigeria. Tuende tuhubiri injili. Tukaweka injili ya wiki ngapi? 2. Unaona sasa? Watu wakaokoka wale watu wa mtaani. Karibu watu 8 hivi. Sasa lakini mmoja akajitolea sana. Mpaka anakuja lunch hours. Sasa lakini tukimaliza ibada anarudi kulala wapi? Pale. So jambo hilo nikitembea nasikia tu sauti ya Mungu ikiniambia upendo uko wapi? Ukumbuke wewe mahali ulitoka. Hivyo ndivyo nilikuwa naulizwa na Mungu. Na unajua sasa nyumba tunashare. Na kazi yangu mwenyewe ni mtu wa sheria. Kazi yangu kuheshimika pia. Ni wa kuheshimika na ni wa sheria na ni mkali. Pamoja na mati ni kuokoka, yeye hakupenda ulete mchezo kwa vitu zake. Sasa nikawa ninachanganyikiwa. Siku moja nikashare na mwalimu mmoja kati ya walimu wetu. Akaniambia basi kama una uwezo wa kumsaidia msaidie. Sasa nikaenda nyumbani nikaongea na kazini yangu. Nikamwambia Mati, naomba huyu ndugu akuja tuishi naye. Sasa unajua nyumba ni moja na ina vitanda 2. Sasa yeye aliniambia sitaki ukuvunja moyo. Si kitanda yako iko hapa na yangu iko hapa.
huyo mtu akikuja umwambie kuna mpaka katikati. Kwa hivyo akifanya vitu zake zote atembelee upande wa kwako. Nikamwambia ni sawa. Nikaenda yule kijana nyumbani, alikuwa mzee hata si kijana. Nikamuosha, akaoga, tukampa nguo, tukaanza kuishi na tukaishi vizuri. Siku moja nikatoka kazini, nilikuwa bado nafanya kibarua, nikapata 6,000 ya mshahara. Na ilikuwa lunch time. So nilikuja kama nimetoa jacket nikaweka samahani, nikakimbia kanisani. Ukaacha zile pesa pale. Nikamuuliza wewe hauendi? Unasikia vile nilimuuliza? Wewe hauendi kanisani? Akasema leo nasikia tu acha nipumzike. Siseme alikuwa amepanga kuiba. Sababu hakujua kama niko na pesa. Lakini nafikiri aliamuka akaona hizo pesa. Makosa yenye alifanya hakuchukua pesa peke yake. Akachukua suti ya Martin. Akachukua viatu. Akachukua baki ya shule na akaenda. Na aliambiwa hapo kuna mbaka. Wacha Martin akuje jioni. Akaniambia si nisonge. Nataka vitu zangu wapi? Hapa. Mimi nilikwambia nini? Hivyo ndivyo kulikuwa. Na hivyo ndivyo tulikuja tukapata. Kwa sababu ya hizo vitu. But ninashukuru Mwenyezi Mungu baadaye. Nilikuja nikapatana na huyo ndugu. Akiwa ameoa, ana watoto na amebadilika. Na ni mhubiri. Maskini. Na akanikaribisha kwao nyumbani. Akaniambia mimi nilichukua nguo ya Martin nivae, nilichukua pesa yako nitumie fare kurudi nyumbani. Nilifanikiwa, mtoto ndio huyu, mke ndio huyu. Na akanikaribisha kwao. Nilipenda kwao, nilipewa zawadi mingi sana. Upande wa Thika nilipewa zawadi na pesa isiyopungua 28,000. Ukalipwa kitu na kingi. Nikalipwa kitu na kingi, lakini sasa sikupelekea Martin. Sasa unajua alinifukuza. Singeenda kumulipa. Ungempelekea kidogo. Hapana. Lakini bado sisi na Martin ni marafiki. Namuita baba kabisa. Na akipata hata hili kanisa, mali kanisa mimi nahubiri, akikuja mimi na sarenda. Ni kweli. Namwachia na mheshimu. Heshima si utumwa. Kabisa. Yeah. Kwa hivyo sasa ukatoka kwa Martin, sasa ukaanza kanisa lako. Si kuanza kanisa langu. Nilipotoka kwa Martin tuliendelea kuwa katika ushirika moja. Elimu Mother Church huko Mathare. So tulipoendelea kuwa katika ushirika moja, ikafika kipindi hiyo timu yetu ya vijana kuhubiri ikawa strong. Sasa mchungaji alikuwa anaitwa Pastor Karao. Ni Mumeru. Akaanza kutusupport. Tunaenda. Kulingana na statement yenye tulisikia kamati ya kanisa ilianza kusema pastor ameacha kushughulika na kanisa, anashughulika na vijana. So sasa sijui kama yeye ndiye alifanya watengane, lakini baadaye alikuja akaacha kanisa ya Redeemed, akafungua kanisa lingine inaitwa Mathare Worship Center. Na kwa sababu yeye ndiye alikuwa kama baba mlezi pale, tulitoka naye. Yeah. So vile mlimfuata mkashiriki hapo kwa muda. So vile tulimfuata tukashiriki na unajua vile mtoto anakomaa ndivyo anaanza kufikiria tofauti. So watu wa Mathare tu bado wako hapo wanakuona. Wananiona na sasa tumekubaliana. Tumekubaliana kabisa. Wameshakubali kabisa. Hata sasa dada yangu ukifika Mathare useme wewe ni mgeni wapita. Kuanzia Amana petrol station hata siku utapita hapo. Ingisha gari yako hapo, sema hii gari ninaenda kuona pastor. Kwa maana naamini katika hiyo petrol mimi tu ndio wananijua mchungaji. Na ni Wasomali, watu rafiki zangu sana. Mimi gari langu huko Mathare nikiweka kwa barabara hivi na liguzwa na mtu nitapata limeshughulikiwa bila mimi kufika. Mungu alirejesha ile veva, ile upendo. Nilikuja nikapenda vijana, nikapenda wazee na watembelea na mambo mengi Mathare tumefanya. Kutembelea vijana kuwaeleza. Namshuhudia, namwambia enzi zangu zilikuwa sawa. Hii ni enzi jela zimejaa. Hakuna mahali muiza anapelekwa. Ni kweli. Ni risasi. Kwa hivyo amua uachane na wizi, uokoke ama usiokoke lakini ukae na amani. Ni kweli. Wengi wamechange. Nimeona vijana hata wengine nimewasaidia na maisha yao yamesimama. Kwa hivyo one of the initiative unafanya ni ku-encourage vijana na kuwasaidia kubadilika. Yeah, hata kama atasema anataka kitu ya kufanya, mimi uchukua pesa yangu na muulizo nataka kufanya nini. Kama kuna mwingine sasa anauza hizi handkerchief zile za towel. Kuna wengine sasa hii Mathare wamefungua na miradi kabisa, wanauza maji, naenda nawaambia wewe mwenyewe unawasaidia. Nakaa na wanaambia fanya hii. Kwa hivyo wewe lengo lako ilikuwa tu kubadilisha Mathare wasikae, vijana wa Mathare wasikae ile maisha ulikuwa unaishi. Mimi target mota inaitwanga nini?
msemo wa kanisa yetu unasema badilisha mtu naye abadilishe dunia. So target yangu kubwa nifikie mataifa yote. Kwa maana kila taifa lina udhaifu wake. Kenya inaweza kuwa na ya uizi ama ufisadi, Tanzania iwe na labda ya kitu fulani, lakini kwa sababu roho wa Mungu ako juu yangu, kila taifa ambalo nitaingia atanionyesha strong man wa taifa hilo na nitadili naye, nihakikishe watu wa Mungu wako huru. Asante sana Apostle Peter, nimefurahia sana. Sasa ulipotoka pale, sasa umeweka kanisa lako. Haya. Nilipotoka pale sikukaa tena kwa Pastor Karao. Watu wakaanza kunipenda, kunialika katika makanisa madogo na mikutano na mikutano niende nifunze. Kwa sababu mimi neema ya kufundisha neno la Mungu sijaitoa kwa binadamu. Tena wacha niseme hii, mwaka huu ndio nimefanikiwa nikapata mfadhili akanipeleka Bible School. Mwaka huu inaitwa Landmark University. Mimi nimehubiri injili ya kiroho tu na imebadilisha wengi. So nikawa ninaenda katika hizo makanisa, ikawa na kanisa lenyewe sasa Pastor Karao sipati nafasi. Ikafika wakati nikaambia pastor, mimi sasa ataniombea aniachilie. Akufungue. Niwe nikienda nikiinua makanisa madogo. So katika kuenda kuinua, nasikia Mungu akisema nataka kuanza huduma. Mimi niliogopa kukuwa mchungaji wa kujitegemea sasa. Anatuma manabii, tunakuja kwa kanisa, mtu ni mgeni kabisa ananiamsha huko nyuma. Anasema Mungu anasema atafanya 1 2 3. Mimi naona huyu jamaa hajaelewa kitu anasema. Paka mara 7 hivi. Siku ya mwisho niko kwenye basi usiku natoka kuona mama nyumbani, nikaona Yesu amesimama mbele yangu. Kwa basi analia machozi. Ukamwona tu vizuri kabisa hivi. Akaniita jina langu, Kuloba. Umekataa kufanya vile mimi nataka. Na mimi sitafanya vile wewe unataka. Then akapotea. Tena hiyo ilikuwa ni story yake. Bado sikufuata hiyo. Ilikuwa biashara yangu. So nikakuja nikaanza, nilikuwa nafanya biashara ya hoteli na ilikuwa imeshika. Nilikuwa nauza chapatata pando 6 kwa siku. Kazi zangu zikaanza kuporomoka. Maisha yangu ikaanza kuharibika sasa ya maisha yenyewe. Sipati kila kitu nafanya naenda hivi. Kila kitu hakuna, nikarudi zero, nikatafuta kazi ya kuajiriwa. Ndio ulikuwa umejiajiri? Nilikuwa nimejiajiri. Bado sikukubali mwito wa uchungaji. Sasa siku moja nikiwa katika maono, nikaona nimeenda mahali ushirika. Sasa hiyo ushirika nikatoka kwa hiyo nyuma yake kulikuwa uwanja. Ni peke yangu sasa. Na ilikuwa milima hivi, sasa kwenye bonde. Kidogo nikaona majeshi ya watu aina tofauti wamezunguka hizo milima. Mtazamaji wangu, umeasikia hayo? Mpaka Apostle Peter aliona Mungu kwa macho yake mwenyewe akimlilia, akimwambia Peter, nifanyie kazi, njoo ufanye kazi yangu, njoo ufanye huduma. Nakumbuka pale sisi tulimjua akiwa nini? Akiwa mwizi. Sasa alibadilika na maisha yake kabadilika na akabadilisha jina kutoka shetani mpaka apostle. Sai anaongea na vijana, amebadilisha maisha ya vijana wengi, ametembea to different countries. Na mpaka wa leo ndio tuko naye hapa. Hakutarajia kwa maisha yake na hakufikiria kama atafika hapa. Kama uko hapo nyumbani umejidharau, unaona hauwezi enda mbali, hauwezi badilika, msikize tu hapa mtumishi wa Mungu. Mungu amembadilisha na amemtumia na amekubali. Ametuambia tu siri ni kukanyanga tu lami na kukosa tu kuangalia nyuma. Unakumbuka alikuwa anaitwa nani ule aliangalia nyuma akakuwa chumvi? Mke wa Ruto. Mke wa Lot aliambiwa usiangalie nyuma, lakini akashikwa tu na tamaa akaangalia nyuma. Tunasema forward ever, backward never. Ukanyange lami na usonge. Naona SMS zimetumwa nyingi pale, naona producer ananiambia ziko kwa wingi. Endelea kumuuliza maswali, tutarudi right after the break. Tutasoma SMS zako na pia tumuulize apostle siri ni nini, na atazidi kukueleza. Siri ni kukosa kuangalia wapi? Nyuma, right after the break. You are watching Star Africa Television, entertainment at its best. Kutoka Meru hadi Nakuru tunatamba, Nyeri hadi Nanyuki tunavuka, Machakos hadi Kajiado tunasikika, Nairobi hadi Mombasa tunatia fora. Star Africa TV, entertainment at its best. You are watching Star Africa Television,
Entertainment at its best. Apostle Peter umeulizwa maswali mengi hapa, na pia acha tuanze na hii mmoja. Naona huyo anaitwa Maina Mechanic. Maina Mechanic anasema ako pande ya Kayole, anasema say hi to Apostle Peter, namjua na ni rafiki wangu wa karibu sana. Apostle umesalimiwa hapo. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa John Maindo. John Maindo anasema pia ako kwa garage, anasema niko pande ya Huruma garage. Say hi to Pastor Peter and tell him to keep the fire burning. Kuna mwingine anasema anaitwa Sarah John. Sarah John hajasema ako pande gani, lakini anasema show iko top. Gasheri, say hi to Apostle na atupatie namba zake. Apostle tapeana namba zako za simu. Kuna mwingine hapa anasema hi, naitwa Irene, niko pande ya Machakos. Say hi to Pastor na umuulize how nitabadilisha maisha yangu ya ukahaba vipi, atupatie namba yake ya simu. Peana namba yako hapo Apostle. Ndasoma ya mwisho na sitaweza kusoma za Facebook, lakini keep the conversation moving, keep the conversation going on. Tutaangalia na tutaongea hapo. Kuna mwingine anasema big up na show iko poa. Gasheri, sisi ni wale wasewa base ya 3 Heart. Say hi to Pastor na atuambie anasaidia vipi vijana, sababu mimi niko tu hapa base sina form. Kuna mwingine anasema anaitwa Shiko anasema huyo bishop ametuhimiza zaidi. Okay Shiko. Kuna mwingine anatafuta hapa. Ndio huyu anaitwa Grace Gracious anasema no man is limit, you can change. Tutaweza kusoma zote, lakini next time tutazisoma zote. Facebook tuendelee kuongea. Apostle, tupe parting shot yako. Okay. Ngelesha kijana ako hapo, mzee ama msichana ako hapo nyumbani. Nataka niseme hivi kwa vijana ya kwamba inawezekana, hakuna jambo ngumu. Hata sasa kanisani niko na timu ya vijana wanaitwa New Rising Generation, vijana zaidi ya 70 ambao nimekusanya na ninawafundisha kuacha njia mbaya na kumfuata Kristo. Na pia kwa sababu labda ya wakati, ningependa pia kuwakaribisha kanisani. Kanisa letu kama nilivyosema inaitwa Kanisa Upendo katika Ukweli, yani Love and Truth Mission of Kenya. Tuko Kayole Masimba stage upande wa patanisho. Ukiwa hapo nipigie simu kwamba namba yangu ya simu 0728 149 076. Na narudia tena 0728 149 076. Kanisa Love and Truth Mission of Kenya, mimi Apostle Peter Kuloba. Kuna jambo pia nataka niongeze pale, ni kwamba siku ya Jumapili nitakuwa na special service, ibada ambayo inaitwa ibada ya kukamilisha mambo ambayo yamekwama katika maisha yako, Mungu apate kuikamilisha. Sitamaliza bila kusema neno moja katika Biblia. Isaia 1:18. Isaia 1:18 nasema, njooni kwangu tusemezane, asema Bwana. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, ndaziosha ziwe nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama pendera, ndaziosha ziwe kama sufu. Mstari wa 20 nasema, kama utakubali na kutii, utakula mema ya nchi. So Mungu amekupa nafasi ya kuamua kumsikiliza yeye, ukuja tusemezane. Mimi nafanya counseling, naomba na watu na ninafundisha watu njia ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tupatane. Kuna kipindi kinaandaliwa na Star Africa TV. Kipindi kizuri. Kipindi kinaitwa tukomboe jamii na ndoa zilizovunjika. Tunakuja na tumeandaa mambo mazuri. Usitoke kwa hiyo TV yako, endelea na kuifungulia. Mimi naanza official kuhubiri kwenye runinga hii ya Star TV tarehe 7, yani Jumamosi hiyo ingine inakuja saa 2:30 ya usiku mpaka saa 3. Ningoje, Mungu amenituma kwa ajili yako. Barikiwa, tunakupenda. Shalom. Asante sana Apostle. Mtazamaji wangu, habari ndio hiyo, ushaelezwa. Pia wewe you can make it. Umeambiwa kanyanga lami na usiangalie nyuma na utaweza. Na pia tumeambiwa vizuri sana, tengeneza mienendo yako, jua kuwa na msimamo, na pia uamue utaenda barabara gani. Usikue kama ule fisi pale alishindwa sijui aende right aende left, akakuja akapasuka. Hiyo tunajua hapo katikati. Mpaka siku ya kesho, nimeshukuru sana. Ingia pale Facebook, like our page Star Africa TV at Facebook, Star Africa TV
Twitter Star Africa TV3. Tutafutane hapo, na pia kama unataka kuwa mgeni wangu, ingia hapo Facebook, tafuta Gasheri binti ya mfalme, anza na jina My Story, then describe kidogo na nitapata story yako. Mpaka siku ya kesho, asanteni, asanteni, asanteni sana kwa kuchagua Star Africa TV. Asanteni sana. You are watching Star Africa Television, entertainment at its best.